na mambo ni mengi, halafu muda ni mchache. Tumeweza kuona mengi yameweza kutokea katika maisha ya bibi ya Zuchu, lakini leo hii tumeweza kuona ni namna gani ambavyo Zuchu anaendelea kupendwa zaidi katika maisha, na leo hii tumeweza kuona Aaliyah na yeye ameweza kuja na drama zake ambazo zimewafanya watu wengi waweze kushangazwa na hiki ambacho alichoweza kukifanya, kwani aliweza kumuomba Zuchu msamaha kwa kila kitu ambacho kilichoweza kutokea, na ameweza kuzungumza mengi akisema kwamba kuna mambo mengi ambayo yameweza kutokea katika maisha yangu, hivyo sina budi kuweza kukiri na kuomba msamaha katika kila baya ambalo nimeweza kukutendea katika maisha yako, kwa sababu wewe ni binadamu, mimi pia ni binadamu na kila mtu anakosea, hivyo sina budi kuweza kuomba radhi kwa kila kitu ambacho nimekuwa nikikutendea katika maisha yako. Mimi ni mkosefu kwako, mimi ni mkosaji kwako, nimekuwa nikikupa lawama nyingi, kashfa, dharau, lakini bado uliendelea kunikalia kimya na kunijibu chochote. It means kwamba mimi ni mtu ambaye bado sijielewi, hivyo nachukua nafasi hii kuweza kuomba msamaha katika kila kosa ambalo nililoweza kukutendea katika maisha yangu. Leo hii nimetambua ni namna gani ambavyo nilikuwa nakukosea. Sasa huu msamaha wa bibi Aaliyah kwenda kwa Zuchu, watu wengi wameweza kuchukulia ndivyo sivyo, na wengi wao wakasema kwamba isije ikawa ni msamaha wa kinafiki, kwa sababu Aaliyah tunamjua vizuri. Leo hii anaomba msamaha, kesho anaibua mambo mengine, lakini wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwaje, kwa sababu msamaha wa kweli unadhihirishwa na vitendo na sio maneno tu. Hivyo tuone kama Zuchu ataweza kulispondi hichi ambacho alichoweza kukiongea dada yetu ambaye ni Aaliyah, kuweza kukiri na kuomba radhi katika kila hatua ya maisha ambayo amekuwa akimtendea. Wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwa ni aje. Mimi nikusii, kama ndo mara yako kwanza, basi usisahau kusubscribe, ulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi sina la ziada. Wacha nikutakie siku njema na kazi njema.